Na mtazamaji wa B5 Media, tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza mambo mbalimbali ambayo kwa namna moja ama nyingine anatuhusu moja kwa moja. Jina langu ni Pasco Mwere ambaye nitaongoza mazungumzo haya. Leo imekuwa ni siku ya pekee sana katika studio zetu hizi. Tunaye mgeni, mimi binafsi namuona kabisa kwamba ni kijana mwandamizi, my brother. Mimi nimezoea kumuita Bosi Mbezi, lakini atajitambulisha kwa uzuri. Huyu anatoka kwenye kampuni ambayo inajihusisha na masuala ya usambazaji wa simenti hapa nchini Tanzania, na kitu kizuri zaidi ni kwamba kampuni hii ni kampuni namba 1 kwa kufanya shughuli hizo kwa nchi nzima. Ni neema iliyoje, ni kitu kizuri namna gani. Ofisi zao zinapatikana hapa Moshi, Kilimanjaro. Tutakwenda kuzungumza mambo mengi sana kuhusiana na namna ambavyo wanafanya. Bosi Mbezi, karibu sana kwenye studio zetu za B5 Media. Asante sana. Na tumaini uko vizuri sana. Asante sana. Of course mimi kwa majina naitwa Mbezi John Mshuza. Ndio jina langu, Mbezi John Mshuza. So lakini biashara yetu inajulikana kama Mbezi Cement Distributor. Sisi ni wasambazaji wa cement. Hatuzalishi cement. Lakini tunanunua cement kwa wazalishaji bora. Wala watu ambao wanazalisha cement bora. So tunakuwa baada ya kununua sisi tunawasambazia watu wenye maujenzi au wenye hardware, miradi mbalimbali. Of course tunasambaza cement. Sawa. Mbezi Cement Distributor. Lakini kwa Kiswahili rahisi tunasema wasambazaji wa simenti hapa nchini. Yes. Kwa ujumla shughuli zenu mnazifanya kwa namna gani? Kwa maana ya kwamba mtu ambaye anatamani kufanya kazi na nyie, ninafahamu kwamba uwezo ukaenda moja kwa moja kiwandani kununua simenti, si ndio? Biashara zenu ama shughuli zenu mnazifanya kwa namna gani? Of course sisi tunapatikana Moshi Kilimanjaro, NSSF pale ghorofa ya 4, jengo la uchumi pale. Lakini tunao wateja katika mikoa tofauti hapa nchini. Wengine tuliwapata wateja kwa kuwatembelea, tukao tunafanya marketing, tunafika kwenye maduka yao au kwenye project zao, tunaongea nao biashara yetu namna ya kusambaza simenti the way itakavyowafikia. Lakini wengine wanatupata baada ya kupatiwa simenti. Baadhi ya wateja wetu huwa wanakuwa mabalozi wetu, kwamba ukitaka simenti kwa watu ambao ni waaminifu na watakuletea simenti yako kwa wakati, ni hao jamaa wanaitwa Mbezi Cement Distributor. Of course watu wengi wananifahamu kwa sababu ndio mwanzilishi wa kampuni, ambao kampuni tulianzisha mwaka 2022. Na kama miaka 4 sasa hivi. Mwezi wa 11 inatimiza. Lakini tunashukuru ni kwamba mapokeo ya Watanzania yamekuwa makubwa sana. Kwa hiyo ukitutaka sisi unapiga simu kwenye namba zetu za simu ambazo tumeweka kwenye mitandao yetu ya kijamii, ambao ni 0685 79 ndio namba yetu ya kampuni unapata. Sasa tunauza cement kwamba mteja anatupataje kama sijakosea. Umesema hivyo. So akishatupigia sisi tunapatikana pale, lakini tunaangalia cement inakwenda wapi. Sawa, ili tujue cement tunaitoa kwenye account gani. Sasa tunampatia mteja bei, mteja analipa. Lakini katika kuuza tunauza kwa namna 3 cement. Tunauza kitu kinaitwa X factory, direct order na go down. Kwamba mteja anaweza akasema mimi bwana siwafahamu, sijifanya kazi na nyinyi, lakini nataka mletee simenti, ikishafika ndio nalipa. Hiyo tunaita ni direct order. So sisi tunaenda kiwandani, tunalipa simenti, tunapakia kwenye gari zetu. Nashukuru Mungu kwa sasa na gari yangu. Tunapakia kwenye gari zetu, alafu tunampelekea mteja. Ikishafika pale anatulipa. Kwa hiyo tukampa mara ya kwanza, mara ya pili, baada hapo anakuwa ameshazoea, anakuwa anaweka tu hela mwenyewe. Lakini wengine ambao tunafanya nao biashara huwa wanaweka hela kwenye akaunti zetu za benki. Wakishaweka hela kwenye akaunti zetu za benki, of course benki wasiku kuna internet benki. Kwa unaweza tu kuingia kwenye statement yangu ya benki, aidha ni benki kadhaa au benki fulani, nikiingia anaweza kuona malipo ya yule mteja. Sasa tukiona malipo ya yule mteja, of course mteja tunakuwa tunamfungulia account yake ya manunuzi. Kwenye mifumo yetu ya mauzo tunamfungulia mteja account.
Kwa tuna receive ile hela kwenye account yake. Tukisha receive hela kwenye account yake, mteja atatuma details za gari yake ambapo linakuwa ina track number, tela number, leseni, jina la dereva, aina ya simenti na tani ambazo mteja anachukua. Tukishazipata hapo, sisi tunachukua ile bei aliyotulipa, tunagawanya kwa idadi ya tani ambazo anachukua. Ikitokea imezidi pesa, tunamfahamisha mteja pale pale kwamba umezidisha pesa, au kama pesa imepungua pia tunamwambia mteja kwamba pesa yako imefanya nini, imepungua. Okay. Anasema okay, haina shida, anaongeza mteja, au ile iliyozidi tunarejesha kwenye akaunti ya mteja, au atakaponunua tena ile cement atapunguza kile ambacho kilikuwa kimezidi. So badala ya hapo sisi tunalipa cement kiwandani. Okay. Hapo tukishalipa cement kiwandani, tunampatia mteja order number. Anakwenda pale kiwandani Tanga. So pale Tanga nina ofisi zangu. Okay. Za logistic za Mbezi Cement Distributor. Kwa sisi ile order yake, tuna mifumo yetu ya logistic, tunaingiza ile order kwenye mfumo. Tukishaingiza ile order kwenye mfumo, kule Tanga wanaiona ile order. Watu wetu ambao tuna ofisi yetu kule Tanga wanaiona ile order. Kwa mteja akishapakia, wao wanaona kwamba hii gari imeshafanya nini, imeshapakia tayari kiwandani. Wanampigia simu dereva. Wakishampigia simu dereva, wanamuelekeza kama ni mgeni kwamba nitakao ufike kwenye ofisi zetu za hapa Pongwe kwa ajili ya kuchukua invoice zako. Sisi tunakuwa tayari tumeshaziandaa zile invoice, kwa sababu sisi tunanunua na receipt, na pia tunauza kwa receipt. Ni mifumo ya serikali yetu. Okay. Lazima tulipe kodi. Afu kama ni vijana tunajitafuta, lazima tuchangie maendeleo ya nchi yetu. Hiyo haipingiki. Lazima tuchangie maendeleo ya nchi yetu. Kwa hiyo anafika pale, tunachukua zile dokumenti zetu ambazo ni za kiwandani, zile invoice, na sisi tunampatia receipt yake. Vizuri sana. Na sasa hivi ni maeneo gani ambayo mnayahudumia kwa sasa? Zaidi. Tupo kanda ya kaskazini. Kanda ya kaskazini. Kwa tunachukua mkoa wa Kilimanjaro. Tuna Arusha, Manyara. Okay. Sasa Kahama na pale Geita. Okay. Tuna branch pale Chato. Na Chato pia. Okay. Kwa ukanda huu wa kaskazini kwa sehemu kubwa sana mnafanya. Tuna cover sisi wenyewe. Na ndio maana pengine hata ofisi zenu ziko huku. Makao makuu ni hapa Moshi mjini. Moshi mjini. Okay. Na ni changamoto zipi ambazo mnakutana nazo hasa katika kusafirisha hizi simenti kutoka kiwandani mpaka kwa mteja? Kwa sasa changamoto ambayo tunakumbana nayo ni upatikanaji wa magari. Unajua sisi tunasafirisha kwa kutumia hizi semi-trailer cement. Sasa wakati mwingine tunashukuru Mungu, sio kwamba ni changamoto. Wateja wengi wanatuamini sana. Sasa tunakuwa tunazidiwa na uhitaji. Sasa magari yanakuwa ni machache. Hiyo ndio changamoto kubwa. Kwa unakuta mteja kweli kwa kiasi kubwa tunapambana kuitatua changamoto. Ndio maana umeona sasa hivi pia tunajaribu kuwekeza sana katika kununua magari. Okay. Hiyo ni changamoto. Lakini changamoto kubwa sana ni upatikanaji wa magari. Kuna wakati ambapo inafikaga tunaona simenti inakuwa adimu sana sokoni. Kwenu nyie sasa kama wasambazaji wakubwa kabisa, hususan katika ukanda huu wa kaskazini. Ndio. Ni hatua gani ambazo huwa mnazichukua ama katika kuhifadhi labda simenti ama saruji ili ziweze kupatikana kwa muda wote? Of course ni kweli kuna kipindi kinafika hivi viwanda vyetu, mimi nimepata experience kidogo kwa hii miaka 4. Kuna kipindi kweli simenti ilikuwa inadimika sana, hasa na swala kwa umeme. Viwanda vile huwa vinatumia umeme mwingi sana kwenye kuzalisha ile cement. Hapo nyuma kidogo hivi viwanda vilikuwa vinashindwa kutokana na umeme ulikuwa ni wa mgao. Lakini umeona sasa hivi umeme umekuwa sio shida tena. Okay. Serikali imejitahidi kwa kiasi kikubwa sana kuwekeza kwenye masuala ya umeme. Naona wamejitahidi sana. Sasa uzalishaji ni mzuri na cement inazalishwa, lakini inapotokea nadhani upungufu, labda wakati mwingine vile viwanda huwa nadhani wanavifanyaga service. Unaelewa Sasa inaweza kuwa labda wanafanya service njia hii, wakawa labda kiwanda utakuta kina njia labda 3. Sasa wanapokuwa wanafanya service labda njia moja au njia 2, wanazalisha kwa kutumia njia moja, maana ile ni mitambo. Kwa hiyo
of course lazima uzalishaji utakuwa ni mdogo kidogo, na inachukua labda mwezi mmoja na nusu haya hali inarudi. Lakini pia sehemu nyingine ambayo usambazaji unakuwa wakati mwingine unaona ni mgumu, hasa kipindi cha mavuno. So wananchi wengi wakishavuna mazao huwa wananunua sana bidhaa za ujenzi kwa ajili ya kujenga. Kwa hiyo uhitaji pale unakuwa ni mkubwa. Kwa hiyo wakati mwingine pia tunashindwa kuweza kuwafikia wateja wote kwa wakati. Okay. Ya changamoto nyingine. Sawa. Unaniambia mna ofisi Kahama. Maana ni kwamba kuna mtu ambaye yuko Kahama ana uwezo wa kupata bidhaa zenu. Akiagiza kutoka kwenu. Okay. Kuna wakati ule kuniambia kwamba umekufika mpaka Tarime kuhakikisha kwamba Tarime ni nyumbani kwetu by the way, kuhakikisha kwamba bidhaa zinafika kule za saruji. Nyie mkiwa wasambazaji. Sasa uhifadhi huo unakuaje? Kwa mfano unachukua simenti ya mteja wako kutoka Tanga, unaipeleka kule Tarime. Hapa katikati uhifadhi wake mpaka ifike ikiwa salama. Nyie mnazingatia kwa kiwango gani na inakuaje? Cha kwanza kutoka Tanga mpaka Tarime ni mbali. Kwa hiyo lazima upate gari ambalo lina hali nzuri. Okay. Cha kwanza. Tukimaanisha tela ile ya kubebea. Iwe haina uwezo wa kupitisha maji. Anaweza kaa anatembea akapita sehemu kuna matope na nini. Sasa maji yakipanda kwenye tela anaweza kusababisha simenti kaganda chini. Kwa hiyo tunapeleka yale magari ambayo yana hali nzuri, lakini pia vile vifuniko turubai zile canvas mazita zinakuwa ni nzuri, tunataka ambazo zina ubora mzuri. Kwa hiyo tuna uwezo wa kufunika na kumhifadhia mteja simenti mpaka inafika, japo inachukua karibuni wiki moja. Okay. Kutoka Tanga mpaka anafika. Inaweza kuchukua ndani ya siku kuanzia 5, yani wastani inaenda mpaka siku 5 mpaka. Lakini usalama wa bidhaa unakuwepo. Usalama wa bidhaa ndio unakuwepo kwa sababu pia barabarani sasa hivi pia ni dada kusikia gari bila imevamiwa na nini. So vyombo vyetu vya ulinzi vinafanya kazi vizuri sana. Okay, sawa. Kwa wananchi wa maeneo ya pembezoni mwa mipakani ya nchi, hususan kule na kutokea mimi, mara nyingi unakuta wanatumia simenti za nje ya nchi. Ndio. Na hiyo pia inaleta changamoto kidogo, na hizi za nje ya nchi wakati mwingine zinakuwa bei ya chini ukilinganisha na hizi ambazo zinazalishwa hapa nchini. Ni kipi ambacho huwa kinapelekea hali hiyo mpaka ionekane kwamba bei za simenti za hapa zinakuwa juu zaidi ukilinganisha na za wengine? Zile bila nadhani kwa uzoefu wangu mimi biashara ya simenti, bei za hapa kwetu nchini tuna kodi tunalipa, lakini zile zinauzwa bei ya chini, nadhani kwa sababu labda watu wanazipenyeza kuzingiza ndani ya nchi. Okay. Wanakuta kodi hazijalipiwa. Umeona zile ziko nje. Hasa unakuta zile kodi hazijalipiwa. Kwa lazima of course zipo maeneo mipakani. Kutokana na kodi hazijalipiwa. Kwa hiyo zinakuwa zinauzwa bei ya chini. Kwa hata sisi kama vijana sasa hivi ambao kwetu tunapambana na hizi biashara, wakati mwingine kweli nao ni mzigo kwetu. Lakini mimi naona ni njia za panya. Okay. Lakini serikali sasa watakuwa waweke sana umakini hasa kule kwenye mipaka yetu. Unaona watu wengine si waaminifu. Wanajaribu kupita. Okay. Na kwa jiografia ya nchi yetu, hali yetu pia ya uchumi, hatujakuwa hivyo kwamba tunaweza tukadhibiti kila kitu. Of course lazima tutapata wenzetu ambao si waaminifu ambao wanaweza wakapita. Kwa ni rai yangu kwa vyombo vyetu hasa vile vya mipakani kuhakikisha basi vinaweka nguvu sana kwa hawa watu, lakini pia tuwasaidie. Unajua unapokuwa umeona kitu kama hiki kimeingia sio salama, basi tuwasaidie, umeona, kuhakikisha kwamba tunadhibiti hiyo hali. Of course na sio mimi tu kama msambazaji, basi hata wazalishaji wa simenti wa ndani pia bado nao inawaumiza kwa sababu wao wanalipa kodi, wale wanaingiza ile simenti hawajalipa kodi. Kwa hiyo inakuwa ni shida kidogo. Sawa. Mbezi Cement Distributor amko peke yenu. Kuna wengine ambao wapo pia ambao nyewe mnawatemu kama washindani wenu. Ndio. Nyewe mnajipambanua kwa kiwango gani dhidi yao? Yani kwamba sisi, yani kwa nini mpaka mtu hao achague nyewe mnadhani ukilinganisha na wengine? Audio cha kwanza, sisi hatufanyi biashara yoyote zaidi ya cement tu.
Tofauti na wengine. Huyu anachanganya, anauza nondo, anauza bati, atauza kile, anauza kile. Lakini sisi tunauza bidhaa moja ambayo ni cement peke yake. Lakini cha pili, uaminifu. Sisi tuna secure pesa za mteja kwa 100%. Yaani pesa yako haisipotea. Ndio maana hatuna skendo ya kumdhulumu mteja. Okay. Lakini cha pili, ukiachana na uaminifu, pia kufikisha mzigo kwa wakati kwa mteja. Tunapambana sana kwenye hiyo. Hata wale tunakodi magari kwao, huwa tunawasisitiza kwamba lazima uhakikishe ukishapakia tu cement kiwandani ifikishe kwa mteja kwa wakati. Lakini kusikiliza, sisi tunamsikiliza mteja kwamba amelalamika jambo fulani, tunachukua hatua na tunafanyia kazi kwa wakati. Sawa. Mtazamaji wa B5 Media, mimi ni Pasco Mwele. Bado niko na mazungumzo na mkurugenzi wa Mbezi Cement Distributor ambaye tunazungumzana na mawili matatu, kaka yetu Mbezi hapa akitupa uzoefu wake juu ya shughuli hizi ambazo wanazifanya na taasisi yake ama kampuni yake, lakini pia na namna ambavyo bidhaa hii ya simenti ilivyo kwa sasa, hususan kwa wale ambao ni wajenzi. Mbezi kwa hivi sasa bana, kuna miradi mikubwa ya serikali ambayo inafanywa na bahati nzuri zaidi kuelekea Afcon kuna mahoteli makubwa yanajengwa Arusha na kwingineko. Unaiona hii kama ni fursa kubwa kiasi gani kwako wewe ambaye ni mwekezaji wa Kitanzania, ambaye kwa namna moja ama nyingine pia unazidi kujipambanua kila siku? Unaiona hii ni fursa kubwa kiasi gani na ni kwa namna gani unaiendea, na nafasi ipo kwa kiwango gani pia? Of course kweli ipo sasa hivi fursa nyingi sana. Unajua lazima tukubali. Sisi kama vijana tukifanya kazi, kuna fursa nyingi sana sasa hivi. Ni namna tu sisi wenyewe kuzipokea hizo fursa na kuzifanyia kazi. Ipo miradi mingi ambayo serikali wametoa, taasisi mbalimbali binafsi pia wana miradi mingi. Lakini sisi tumekuwa kwa kweli kila tunachokipata katika hizo fursa huwa tunafanya na tunafanya kwa kiwango kizuri kabisa. Kwa hiyo mimi sijali. Oda zikija tu, mimi kazi yangu ni kutengeneza na kutoa na kufikisha kwa wakati. Na nadhani kadiri siku zinavyozidi kwenda uhitaji wa simenti unaongezeka kabisa. Sasa hivi watu wengi wakipata pesa, sawa, wanataka wajenge. Maana mahitaji makubwa ni tatu. Mtataka avae yale vizuri, ajenge. Hali sehemu nzuri. Na uhitaji wa simenti mimi naona sijai kuona ukipungua. Unazidi kuongezeka kwa sababu miradi ipo mingi sana. Serikali hata wakipitisha leo budget watasema miradi ya maendeleo. Hiyo miradi inaitaka simenti. Na sasa kwa mtindo huo nyewe mna mikakati gani sasa kupanua huo mtandao wa usambazaji? Mimi kama mwanzilishi wa hii Mbezi Cement pamoja na kampuni zingine ambazo niko nazo, ni kwamba ndio mimi sikulisi pesa nyumbani au sikulisi mali nyumbani. Ni kwamba nimeanza kutafuta mwenyewe. Ile mshahara nilikuwa napata, nilikuwa nafanya kazi, nilikuwa ipo kama hela ndogo sana nilikuwa napata. Sasa ile pesa nikawa sasa najaribu kuijenga taratibu. Kwa hiyo sijafikia kuwa na uwezo wa kununua magari mengi ya kusambaza simenti. Lakini pia sina pesa nyingi au asset ambazo sasa nikaziweka nikakopa kwenye mabenki. Hiyo sina. Leo mimi kwa mfano nina uhitaji mkubwa leo wa magari. Hiyo ndio kero yangu. Yaani nahitaji magari niweze kusafirisha simenti kwa wakati. Lakini pesa, kampuni ndio miaka 3.5 bado. Umeelewa? Leo ukiingia kwenye mabenki watakwambia tupe zamana. Wewe una miaka 3 kwenye game, unaweza kuwa na nyumba ya bilioni 1? Si rahisi. Kwa hiyo sheria za nchi yetu zinataka hivyo. Umeona, sawa, ni vijana, tuna mawazo na tunafanya kazi kulisaidia taifa letu. Lakini sasa mimi kwa mfano sasa hivi nawaza, je, wapi naweza kupata mtu wa kuweza kunishika mkono, kunisupport, labda akanipa vifaa kama magari. Of course mimi nikipata magari hakuna shida, sababu wateja si lazima niwe na fedha ya kununua ndio nimpelekee. Watu tayari wananiamini. Ananiwepa pesa, mimi napakia nampelekea. Sababu anajua nikimtakapomlipa Mbezi, pesa yangu iko sehemu salama. Sasa mteja kanilipa, nitampelekeaje? Magari sina.
Ndio sasa najaribu kujikongoja sasa hivi, kile ninachokipata kidogo nanunua kijigari. Kile ninachokipata kidogo ninunue kijigari. Kwa hiyo itanichukua miaka mingi zaidi mpaka niweze kusema sasa hapa at least naweza kulishika soko langu vizuri. Okay. Kwa hiyo bado hiyo changamoto niko nayo. Na mnashirikiana vipi sasa na wadau wengine? Kwa mfano changamoto kama kuna namna ambavyo unaona serikali na nafasi yake, wadau wengine kama hivyo ambao ni wakopeshaji labda wa magari. Ushirikiano upo wa kutosha? Riba ni kubwa sana sasa hivi. Mtu atakupa gari ufanya nalo kazi, utakuta gari linauzwa labda milioni 130 hozi. Ile tela inaenda sasa hivi kwenye milioni kama 58. Sawa? Ukichukua pamoja na bima hapo inacheza kwa 180 huko. Jamaa atakwambia baada ya mwaka mmoja nipe milioni 210. Mbona umecheza kwenye riba milioni 30? Hiyo ni inaumiza. Umeelewa? Kile ni chuma. Inaweza kupata breakdown, kakaa wiki mbili hajafanya kazi. Na jamaa yake anasoma. Unafanyaje? Kwa hiyo ni changamoto nyingine ambayo sasa sina namna. Lazima mimi nijaribu kupambana. Mimi, timu yangu, wenzangu niko nao ofisini. Kwa hiyo tunajaribu kila siku kuwa na mawazo mapya. Umeelewa? Sababu kuendesha kampuni kama ile ni sio mchezo, ni kazi ngumu sana. Mimi na maisha yangu yote ni complain. Umeelewa? Yani mimi sijawahi kupata furaha. Sawa nafanya biashara, lakini bro sijawahi kuenjoy. Kwa sababu unakuta huku kuna oda labda hajasoma, umeona getini hajafika, dereva anakupigia simu, kuna mteja huyu hajapata, mteja anakuambia mbona fanya nini, anauza bei, kuna shida gani huko, mbona mnanipa bei hii, umueleweshe. Haya, una staff wa kutosha sasa hivi karibuni group la watu 40, uendeshane nao, umeelewa, una vitu vya kwenye mifumo vya kufuatilia kila siku. So hata kujimbana kwa mchoka sana, sijai enjoy, ndio maisha yangu kwa. Okay. Lakini ni for good, pamoja na kwamba hujawahi kuwa na furaha ya uhakika, lakini kuna watu wengi ambao wananufaika moja kwa moja na hiki ambacho unakifanya. Yes, na tukiwa tunahitimisha haya mazungumzo, kitu gani ambacho pengine unaweza ukakitoa kama ushauri kwa mtu yeyote ambaye anakuwa na wasiwasi wa kufanya hizi biashara za online? Kwa sababu kama hapo umetolea mfano, mtu anataka mpaka umpelekee mzigo wake ndio akulipe. Kitu gani hapa ambacho sasa kinapaswa kuzingatiwa zaidi kwa mtu yeyote ambaye anafanya biashara aina yako? Bila cha kwanza ni wateja, hasa nikizungumzia Mbezi Cement. Watuamini. Ni sehemu sahihi. Ni sehemu sahihi ya upatikanaji wa cement. Ya popote tutakuletea cement. Ni sehemu sahihi. Lakini hasa mimi nazungumza sana kundi la vijana. Leo mimi nipo na sela ya kuwainua vijana wenzangu. Lazima mimi nakuta mtu ana hardware. Katika ile hardware alikuwa ananunua mifuko 100 ya cement. Mimi namkuza yule mtu mpaka leo ananunua gari zima mifuko 640. So nategemea ninapokuza vijana kama hawa, so baadaye wanakuwa familia yangu. Umeelewa? So hii ni sera yangu mimi kama mimi. Okay. Kwa hiyo nashauri sana kijana, kama una hardware yako, so njoo tukae mezani tujue uko wapi, niweke mipango yangu namna gani naweza nikakushika mkono. Maana sikatai, hata mikono watu wamenishika mkono, sio kwa nguvu zangu mimi. So wako watu wengi sana wako nyuma yangu ambao wananisupport wakisha nafika hapa nilipo na kwenda mbele zaidi. Kama mwaka 2022 mwishoni, wakati naanza biashara kwenda 23, tulikuwa watu wawili tu pale ofisini. Sasa leo tunafika karibuni 40 kati. Umeona, na nimechukua vijana wa hapa Moshi. Okay. Ambao nafanya nao kazi. Na pia nategemea kwa ajili zaidi miaka ijayo. Mimi malengo yangu ni kushika wenzangu. Tufanye nini? Tufanye kazi. Lakini pia vijana tutumie muda vizuri. Sawa? Yani tusio tunashabikia tu vitu. Umenipata? Hebu tufanye kazi. Kama unanisikiza mwanzo, mimi nyumbani kwetu hakukuwa na hela.
Sisi ni maskini tu kule kijijini, lakini ninavyoona maisha ya kule kijijini yalivyo, yananisukuma mimi kufanya kazi zaidi. Sasa sisi hatukopesheki vijana. Of course mimi kwa sasa hivi naweza kukopesheka, lakini tuna vijana ambao hawakopesheki kutokana na labda dhamana na nini, lakini tukiwa waaminifu zaidi, tukaaminika, ni mtaji mmoja mkubwa sana. Mtu asikudanganye bro, yani mtaji mkubwa tu ni uaminifu, hakuna kitu kingine. Mambo mengine yanaenda vizuri kabisa. Lakini sasa hivi kijana utapewa hela ya mtu, kunaishi hivi, wewe mara unaanza chenga vile, unakimbia unaenda huku. Hiyo inatukwamisha vijana wengi sana. Okay. Sana. Umepewa tu kazi na mtu, umeshatumiwa advance, unaanza mambo mengine. Hiyo ni mbaya sana. Lakini pia dhulma haifai. Mimi sijawahi pata skendo nimemdhulumu mtu pesa yake. Sijawahi, hiyo sina. Kwa hiyo dhulma hazifai. Kwa nawashauri sana vijana, ukipewa kazi ya mtu hebu ifanye vizuri. Hakuna shida. Okay. Mambo mengine yataenda vizuri kabisa. Hasa kwa vijana. Vizuri sana. Na kwa sasa hivi mimi labda najenga nyumba yangu tu ya kawaida. Nahitaji kuja kwako au naenda tu kwa Madiwe? Naweza nikaja ngombe bana Mbezi, nataka mifuko 10 ya simenti 20, 25, au unauza kuanzia kiasi fulani kuendelea? Of course kwa hapa Moshi tuna godown yetu. Okay. Ya kutoa hizo huduma. Kuanzia mifuko hiyo unaoisema. Tani moja tunaita. Tunaweza kuuzia. Inawezekana. Inawezekana kwa sasa hivi. Okay. Sawa. Tunajaribu kuleta pia. Sasa unajua kuna watu wana vile vihardware vidogo. Nao wanataka wakauze. Kwa hiyo tumesema hawa nao wanahitaji mtu wa kuwashika mkono. Kwa hiyo hata ile tani moja tunaweza tukakuzia. Tunao watu wetu pale watakuhudumia vizuri. Hapa Kiusa. Wanaweza kukuhudumia vizuri. Na bei ni nzuri kabisa. Okay. Yes. Sawa. Brother Mbezi, mimi ninakushukuru kwa maongezi haya mafupi. Otherwise, kama kuna kitu ambacho unadhani unahitaji kukisisitiza sana kuhusiana na Mbezi Cement na huduma ambazo mnazitoa kwa ujumla wake, kwa yeyote ambaye anakutazama aweze kukielewa. Kwa kweli mimi naomba watu waendelee kutuamini. So nina mipango mizuri sana juu ya wateja wangu. Mimi nashikilia sana wateja wangu. Leo ukijaribu kuangalia hali ya duniani, mafuta yamepanda bei. Sahihi. Hata leo tumeona mafuta yamepanda bei. Kwa hiyo tunategemea kuwepo labda na watu kupandisha bei ya vitu. Umeelewa? So nataka niwahakikishie wateja ambao wananisikiliza, nitafanya kila ninaloweza kuhakikisha kwamba tunaweka bei zetu zisipande. Kwa sababu tutakapopandisha bei zaidi, watu watakuwa wajengi. Watu watashindwa kujenga. Mimi nataka watu wajenge. Kwa wale ambao wake haijengi, wanaweza kweli tukawapa kitu kusema. Hapa sasa hivi nikitoka nitaingia ofisini kwenda kutengeneza hesabu mimi na timu yangu. Kuhakikisha kwamba hata kwenye haya magumu basi nipite na wateja wangu pamoja. Okay. Unajua hakuna kitu kibaya kama inapotokea shida unawatelekeza wateja. Kwa hiyo mimi kama Mbezi mkurugenzi mtendaji napenda kuhakikisha kwamba nitapita na wateja kwenye kipindi hiki. Sitapandisha bei ya simenti. Safi kabisa. Yes. Tunapohitimisha mazungumzo, brother anayetutazama asije akadhani bana wewe ni bubu. At least tusalimie tu, najua umevaa jezi ya Mbezi hapa. Naamini uko pale ofisini. Unajisikia fahari kiasi gani kuwa sehemu ya familia hii ya Mbezi Cement Distributor, na pengine kwa huduma ambazo mnazitoa? Sisemi urudie yale ambayo bosi amesema kiitifaki, lakini naamini unacha kusema. Ni kweli. Labda nijitambulishe. Yes. Naitwa Nick Smart the Greatest Kiunsi, ni afisa mwajiri pale. Okay. Mimi ndo nasimamia hii timu ambayo mkurugenzi anaizungumzia. Na kipekee labda ninamshukuru bosi kwa nafasi ambayo sisi ametupa vijana, kwa sababu asilimia kubwa pale ni vijana. Ndio ambao ametupa hii kazi ya kuhakikisha sisi tunahudumia wateja ambao wanahitaji saruji kwa ajili ya biashara zao, labda nyumba zao. Kwa hiyo ni nafasi ya kipekee sana ambayo sisi tumeipata na hatutamwangusha. Okay. Tutapa ushirikiano wa kutosha, tufanye kazi kwa pamoja. Nilipata bahati siku moja ya kufika kwenye ofisi za Mbezi Cement. Ndio. Aina ya wale wafanyakazi, muonekano na namna walivyo ni ya kushangaza.
ni scouting ya kutosha ambao unaifanya au inakuwaje? Bahati nzuri wewe ndo afisa mwajiri. Yes. Kipi ambacho kinamsababisha mfanyakazi awe kwa namna ile? Kwa maana ya muonekano, lugha, kwa maana namna ambavyo ana ule ukaribisho. Yes, ile inatengenezwa na ofisi yenyewe ama mwajiri, au ni aina ya mtu mwenyewe ambaye anakuja pale? Okay, kiufupi ni kwamba kampuni lazima iwe na sera. Kwa hiyo katika sera ya kuweza kuwapata wale wafanyakazi lazima tuweke mipango kwamba tunataka mtu aina gani, na akija tunaweza kukaa naye vipi ili aweze kuendana na mtazamo wa kampuni. Kwa hiyo kilichofanyika ni kwamba kampuni ilipresent sera, si tukachukua ile sera tukaifanyia kazi. Kwa hiyo tukaenda kurecruit watu ambao wana sifa ya kukaa pale ofisini na kuja kuwahudumia wateja wetu. Okay. Yes. Na hiyo imelipa kwa kiwango gani? Hii imetupa wigo mpana zaidi, kwa sababu sio wewe tu ambaye uliona, lakini asilimia kubwa wateja wanaofika ofisini wanajishuhudia kabisa, wanasema hii ofisi yenu iko vizuri. Okay. Yes. Sawa. Chochote sasa ambacho unajivunia zaidi kwa hii logo ya Mbezi Cement? Ushauri wako kwa kijana yoyote ambaye bosi amesema hapa bana anatarajia kuongeza watu na wengine miaka inayokuja, nao wanaongeaga kimkakati, unaweza kusema miaka inayokuja, kumbe kesho kutwa kabla ajira imetoka. Kweli. Yes, kipi ambacho unaweza kumwambia mtu yoyote ambaye kwa namna moja ama nyingine ama anafikiri kufanya kazi na nyie ama anaweza kujikuta anafanya kazi na nyie? Sawa. Kipekee labda niweze kusema kwamba ukifanya kazi na sisi hautajutia. Okay. Hautajutia. Katika kampuni ambapo imejiestablish vizuri ni Mbezi Cement Distributors. Hautaweza kujutia ukiwa ni mfanyakazi au ukiwa ni mteja wetu pia. Kwa hiyo kwa yule yoyote ambaye anatamani kuja kuwa aidha mfanyakazi au kuja kuwa mteja wetu, tunamhakikishia kwamba kila kitu atakikuta kiko vizuri kabisa na hatojutia chochote. Mimi natamani uitazame kamera alafu muelekeze mtu ambaye anatamani kupata huduma yenu, ofisi zenu zilipo. Asante. Sisi tunaitwa Mbezi Cement Distributors, tunapatikana jengo la NSSF ghorofa ya 4, na tunawakaribisha wateja wote wenye biashara kubwa, wenye biashara ndogo kuja kupata huduma ya simenti katika kampuni yetu. Tunakuhakikishia kwamba utahudumiwa kwa uaminifu na utafurahia huduma ambayo utaipata katika kampuni yetu. Karibuni sana. Namba za simu? Namba za simu ambazo zipo ni za mkurugenzi ambazo alizitaja hapo awali. Zitapita kwenye video yetu. Na pia tunapatikana kwenye social media zote, Instagram pamoja na Facebook tunapatikana. Utasearch tu Mbezi Cement Distributors, ukiingia DM basi sisi tutakujibu kwa wakati. Okay. Mimi ni washukuru sana Boss Mbezi, ni kushukuru sana nashukuru pia kufika B5 Media. Na mimi nilikuwa mara yako ya kwanza. Kwa mara ya kwanza nifika. How do you feel? Of course nimefurahi kwa sababu hapa naona mabosi ni vijana wenzangu. Tunamuduana. Labda niseme jambo moja. Sasa mimi nafanya kazi na wafanya biashara wengi. Tuwa support B5 Media. Sahihi. Ni vijana wenzetu. Hatuna namna sasa hivi ya kutokuwa kushindwa, kwa sababu mimi tunaweza, kwa sababu hata sisi tunahitaji biashara zetu zijulikane. Umeelewa? Zijulikane. Kwa hiyo naambia hata wateja wangu hasa ambao mko hapa Moshi, nje ya Moshi, mimi Mbezi nishakuwa mdau wa hii B5 Media na nategemea watanisapoti. Basi na mimi kile ambacho niko nacho kidogo nitajaribu kusupport. Of course wanamna tukio lenu nimepata taarifa, mtalitangaza nyinyi wenyewe. Wadau kama wapo wenzangu, tushirikiane tuhakikishe kwamba tunawashika mkono, na pia kuona ndoto zenu, matarajio yenu. Nimeona hapa mmeniambia gharama za vifaa mlizokuwa nazo ni kweli ni ghali sana, hamwezi peke yenu. Kwa hiyo kama wadau wananiona, basi tuwashike mkono B5 Media, kwa sababu kwanza ni ya kwetu, ya hapa Moshi. Si ni kweli? Unajua tutunze cha kwetu. Mimi mmoja nasemaga tunze nini cha kwetu. Sisi lazima tuwatunze kwa sababu hii media iko nyumbani. Umeona? Iko nyumbani. Kwa hiyo mimi nashauri wenzangu, wafanya biashara wenzangu, hawa jamaa wapo hapa jengo la Car House ghorofa ya 4, nimefika hapa, tuwashike mkono na
tutafika. Asante sana. Nakushukuru sana brother Mbezi kwa muda wako. Asante sana brother kwa kufika B5 Media. Mtazamaji wa B5 Media, jina langu ni Pasco Mwere. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Andika tu B5_official, B5 Media_official, na matangazo ya namna hii utaendelea kuyatazama kwa uzuri zaidi. Hadi wakati mwingine, bye bye.